Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndugu yako Edward Godfrey, na imempendeza Bwana Yesu tena kukuletea ujumbe wa neno la Mungu, na leo ikiwa ni sehemu yetu ya pili ya somo ambalo tulikuwa tunajifunza lenye kichwa kinachosema mambo yanayopelekea anguko la mtu katika dhambi. Mambo yanayopelekea anguko la mtu katika dhambi. Katika sehemu ya kwanza tuliangalia ushawishi wa dhambi husika katika mawazo. Ushawishi wa dhambi husika katika mawazo. Tulijifunza mambo kadha wa kadha, lakini tuligundua kwamba mwanadamu hawezi kuzuia wazo baya kuja, ila ana uwezo wa kulikataa, kulipinga wazo husika pindi linapokuja katika fikra zake. Lakini pia tukagundua kwamba kabla mtu hajatekeleza jambo lolote, kinachotangulia huwa ni wazo au mawazo kwanza. Mtu hawezi kuiba bila kutanguliwa na wazo la kuiba. Mtu hawezi kwenda kuzini bila kutanguliwa na wazo la kwenda kuzini. Mtu hawezi kwenda kufanya jambo lolote au kwenda kazini, kula rushwa, kufanya chochote kile bila kutanguliwa na wazo kwanza. Na leo ninamshukuru Bwana Yesu, nitaenda kushirikisha siri ya pili muhimu ambayo huwa inatangulia kabla mtu hajaanza kutekeleza dhambi husika, kabla hajaanza kuangukia kwenye dhambi ambayo imekuja kwenye maisha yake kupitia mawazo. Jambo la pili ambalo nitakushirikisha katika sehemu ya pili ni kuikubali dhambi husika katika moyo wako. Kuikubali dhambi husika katika moyo wako. Mchakato wa kwanza ambao tuliuangalia, tuligundua kwamba dhambi huwa inakuja kama wazo. Na katika kweli mbili za mawazo ambazo nilikupa katika sehemu ya kwanza, kama hujatazama somo hilo, unaweza ukatembelea akaunti ya YouTube Edward Godfrey, utakutana na somo zima ambalo tulitangulia kujifunza mambo haya. Kweli mbili ambazo niliziainisha katika sehemu ya kwanza, nilisema kwamba mwanadamu huwa anaishi kwa kuthibitisha mawazo alionayo moyoni mwake, lakini mwanadamu pia hana uwezo wa kuzuia wazo baya linapokuja moyoni mwake, ila anaweza kulikataa katika namna ya utekelezaji. Sasa mwanadamu anaposhindwa kulikataa wazo hilo, hatua ya pili huwa inafuata ni kuikubali dhambi husika katika moyo wako. Kuikubali dhambi husika katika moyo wake mtu husika huyo ambaye wazo baya au dhambi imemjia kupitia mawazo. Na katika sehemu hii ya pili, na katika kweli hii ya pili, nitazungumza na wewe mambo kadhaa. Na katika jambo la kwanza ambalo ninahitaji kuweka msisitizo kuhusu somo hili au sehemu hii ya pili ni jambo hili lifuatalo. La kwanza ambalo ni kwamba wazo baya linapokuja moyoni, uwezo wa kulikubali au kulikataa unakuwa unao wewe mwenyewe. Wazo baya linapokuja moyoni mwako, una uwezo wa kulikubali au kulikataa. Uwezo huo upo ndani yako wewe mwenyewe. Unaweza ukashangani kama nimerudia pointi hii, lakini sikiliza kwa umakini kidogo. Wazo baya linapokuja moyoni mwako, unao uwezo wa kulikubali au kulikataa. Uwezo wa kulikubali au kulikataa unao wewe mwenyewe. Na andiko la msingi katika pointi hii ni Mwanzo sura ya 4 na ule mstari wa 7. Nitakusomea kisa hiki cha Kaini na Habili. Na kisa hiki ukisoma kuanzia mstari wa kwanza utagundua kwamba Kaini alifanya mauaji ya kumuua ndugu yake ambaye alikuwa anaitwa Habili. Sasa kabla hajatekeleza wazo la kumuua Habili, Mungu alimpa onyo. Akamwambia kwamba katika ule mstari wa 7, Mwanzo 4 sura ya 4 mstari wa 7, andiko nasema, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Walakini yapasa uishinde, nayo inakutamani wewe, inakuotea mlangoni. Lakini ukiendelea pale kwenye mstari wa 8, huyu jamaa alishindwa kuishinda ile dhambi. Kumbuka pointi yetu ya pili inasema kwamba katika sehemu hii ni kwamba kuikubali dhambi husika katika moyo wako. Na kabla ya kuikubali dhambi husika, haya ni mambo ya msingi sana
ya kutafakari kabla ya kuikubali dhambi husika katika moyo wako. Na jambo la kwanza ambalo tumeangalia ni kwamba unao uwezo. Sio ukasema mimi ni mwanadamu, kwa sababu kuna watu wanatekeleza wanaishi maisha ya dhambi kwa kusema mimi ni mwanadamu, hakuna mtakatifu duniani. Hapana. Unao uwezo wa kuishinda dhambi katika maisha yako, na uwezo huo unao ndani yako. Kumbuka, Mungu hawezi kukupa wajibu ambao huwezi kuutekeleza. Asingeweza kumwambia Kaini kwamba dhambi iko inakuotea mlangoni na unapaswa kuishinda kama hakuweka ule uwezo ndani ya Kaini kuishinda ile dhambi. Kwa hiyo Mungu hajawa dikteta kiasi hicho, hajawa muhaini kiasi hicho, hajawa gaidi kiasi hicho kwamba akwambie wewe unaweza kuishinda dhambi na uwezo huo hauna. Kumbuka, yeye ndiye aliyekuumba. Kwa hiyo anajua amewekeza nini ndani yako. Na moja ya kitu ambacho nina uhakika nacho amewekeza ndani yako ni uwezo wa kuishinda dhambi. Kumbuka, sasa hichi kilikuwa ni kipindi ambacho hata neema ya Yesu ilikuwa bado haijaja, lakini Mungu anajitokeza, anamwambia Kaini, dhambi inakuotea mlangoni na nayo inakutamani, unapaswa uishinde. Unapaswa uishinde. Huu ni ushahidi wa kwanza kwamba kulikuwa na uwezo ndani ya Kaini wa kuishinda dhambi. Sasa Mungu alijitokeza mapema kumtahadharisha kwamba dhambi iko inakuotea. Na hii ni baada ya utoaji. Hawa ndugu wameenda kutoa sadaka mbele za Mungu. Sadaka ya Habili ikapata kibali kwa Mungu, lakini sadaka ya Kaini ikakosa kibali kwa Mungu, na Kaini alijua kwamba sadaka yake haijapata kibali. Alipoona vile akaanza kuona wivu kwa ndugu yake. Sasa Mungu akasema hapana, ukitenda vizuri hutapata kibali. Kwa maana yake Mungu hajawahi kumwambia hapana, huna haja ya kumuonea wivu Habili ndugu yako, bado unayo nafasi ya kufanya vizuri na ukapata kibali mbele zangu. Lakini huyu jamaa hakuchukulia ile nafasi tu hata ya Mungu kusema naye kwamba ni kitu cha muhimu na ni cha thamani. Akaona hapana, mimi suluhisho ni kumuua ndugu yangu. Haiwezekani yeye anizidi apate kibali kwa Mungu na mimi nisipate kibali kwa Mungu. Wazo lilikuja, na wazo lilipokuja, Mungu ni mwaminifu, hakuacha kumfuatilia Kaini. Akaenda kwa Kaini, hapana ndugu yangu, maandiko yanasema kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema dhambi iko. Wake dhambi iko, inakuotea mlangoni, nayo inakutamani, unapaswa kuishinda. Unapaswa kuishinda. Lakini huyu ndugu, wazo la kutenda dhambi ya kumuua ndugu yake Habili lilimshinda. Alishindwa kulikabili. Maandiko yanasema katika mstari wa 8, akamwambia ndugu yake twende uwandani. Ikawa alipokuwako uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Lakini Mungu alikwisha kumtahadharisha. Huyu ndugu aliikubali dhambi husika moyoni mwake, ndipo akaenda kuitekeleza. Aliikubali dhambi husika moyoni mwake, ndipo akaenda kuitekeleza. Unao uwezo wa kuishinda dhambi. Unao uwezo wa kuikataa dhambi moyoni mwako kabla hujaitekeleza. Unao uwezo wa kuikataa dhambi. Unao uwezo wa kukataa wazo la kutekeleza dhambi husika moyoni mwako kabla ya kwenda kuitekeleza. Na Mungu akutie nguvu katika jambo hilo, na kweli hii ikuamshe ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Na jambo la pili ambalo ninatamani kuzungumza na wewe ni hili. Shetani hakulazimishi kufanya dhambi. Shetani hakulazimishi kufanya dhambi, bali anakushawishi uikubali dhambi husika moyoni mwako kwa kukutazamisha uzuri wa dhambi husika. Shetani hakulazimishi kufanya dhambi, ila anakutazamisha, anakushawishi kwa kukutazamisha uzuri wa dhambi husika moyoni mwako. Hii ni kweli ya pili muhimu sana ambayo unapaswa kuitafakari
kabla ya kuikubali dhambi husika moyoni mwako. Kumbuka tumetoka kwenye mchakato katika sehemu ya kwanza tukisema dhambi inakuja katika wazo, na tukaangalia mambo kadha wa kadha. Sasa sehemu ya pili tunazungumzia kwamba inapokuja katika wazo, jambo la pili linalofuata ni wewe kulikubali hilo wazo moyoni mwako. Sasa haya ni mambo ya kutafakari. Sasa kabla ya kuikubali dhambi hiyo katika moyo wako, unao uwezo wa kukataa. Tumeangalia katika mfano wa Kaini, yeye bahati mbaya alishindwa kukataa, alishindwa kuishinda ile dhambi katika moyo wake na akaishia kumuua Habili nduguye. Sasa kweli ya pili muhimu sana ambayo unapaswa kutafakari kabla ya kukubali wazo la kwenda kuzini, kabla ya kukubali wazo la kula rushwa, kabla ya kukubali wazo la kuiba hizo simenti za bosi kwenye hiyo site, kabla ya kukubali kwenda wazo la kubaka, kabla ya kukubali wazo la kwenda kuua sehemu fulani, kwenda kuvunja duka la mtu, kabla ya kukubali wazo la kwenda kuwadhulumu watu fulani haki zao ambazo ni stahiki zao, shetani hakulazimishi kufanya hayo, ila anakushawishi, anakuonyesha uzuri wa hayo mambo ndani ya moyo wako. Anakushawishi kwa kukuonyesha uzuri. Atakuonyesha uzuri wa kwenda kuzini, jinsi ulivyo mzuri. Atakutazamisha na atakupa fakti mbalimbali. Atakuletea na video kadha wa kadha kwamba mtu akikaa kwa muda mrefu asipofanya uzinzi anapata madhara gani. Wapo maajenti wa shetani wanakufundisha vitu kama hivyo. Atakuletea, anakutazamisha uzuri, akuonyeshi sehemu ya madhara. Kamwe hawezi kuonyesha sehemu ya madhara. Atakutazamisha uzuri wa kula rushwa. Atakwambia kabisa ile site yako kule, sasa ukichukua hii rushwa utaenda kuimalizia. Atakuonyesha uzuri wa kuiba material ya bosi kwenye hiyo site ambayo umeaminiwa uweze kujenga, uweze kusimamia kama engineer. Atakutazamisha uzuri wa kuiba vitu vile kwa ajili ya kwenda kukamilisha mipango yako. Atakuonyesha uzuri wa kumdhulumu au kumtapeli huyo mtu ambaye umefanya naye biashara. Atakuonyesha uzuri. Lakini maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Sasa naomba nikupe mifano kadha wa kadha katika pointi hii muhimu sana. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 4 na wa 6 utaona kisa kimoja cha mke wa Adamu ambaye alijulikana kama Hawa. Anajadiliana na shetani kuanzia mstari ule wa 4 mpaka wa 6. Maandiko anasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Sasa sikiliza nikuonyeshe kitu hapa. Shetani anaenda kwa Hawa, kwa Hawa anaanza kuzungumza naye. Kwa mke wa Adamu anazungumza naye kwa habari ya kula mti wa matunda ambayo Mungu aliwakataza. Sasa anaenda anamwambia, ati Bwana Mungu ndivyo alivyosema msile matunda yote. Sasa hii ni shule nyingine. Kwa nini alimwambia ati Bwana Mungu amesema msile matunda ya miti yote ya bustani? Hilo ni jambo lingine. Lakini anaenda pale anamwambia, anajaribu kupima uwezo wao wa kujua, uwezo wa Hawa kujua maelekezo ya Mungu yalikuwaje. Sasa huyu ndugu akaingia kwenye mtego mwingine wa kumsikiliza shetani. Shetani akaanza kumpa shule sasa nyingine kwamba hapana, Mungu anajua Mungu anajua kwamba ninyi mkila haya matunda mtafanana naye, mtakuwa mnajua mema na mabaya, lakini pia hamtakufa. Anajaribu kutengua ule ukweli wa Mungu ambao alikuwa amewaambia. Na maandiko anasema yule ndugu, mke wa Adamu, alipoona mstari wa 6 ni wa muhimu sana. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, aliona saa ngapi?
aliona pale shetani alipomtazamisha uzuri. Kumbuka hicho sije kasa. Shetani alipomtazamisha uzuri wa ile dhambi ya kula matunda ambayo walikatazwa, shetani akamuonyesha uzuri. Na yule alipoonyeshwa uzuri akaona. Alipoona ule uzuri, maandiko anasemaje? Mwanamke alipoona kwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda, katika matunda yake akala. Kwa nini hakula siku zote? Siku zote walikaa pale, hatujua walikaa muda gani, lakini walikaa kwa muda. Lakini mpaka siku shetani anaenda kumtazamisha uzuri wa kula yale matunda, uzuri wa kufanya ile dhambi ya kumwasi Mungu, alipomtazamisha mwanamke akaona. Kumbuka tunasema kwamba shetani hakulazimishi kufanya dhambi husika au kuikubali dhambi husika kwenye moyo wako, ila anakutazamisha uzuri ufanye maamuzi. Ufanye maamuzi, anakutazamisha uzuri. Shetani atakutazamisha uzuri vivyo hivyo katika maisha. Atakutazamisha uzuri wa kuiba, atakutazamisha uzuri wa kuzini, uzuri wa kuchepuka, atakutazamisha, atakuletea na vikauli vizuri kwamba mafigo si mawili, si mafigo matatu, mna misemo yenu haivishi chakula. Atakutazamisha kwa nini utoke nje ya ndoa, atakutazamisha kwa nini uzini, kwa nini uibe, kwa nini ufanye atakutazamisha kwa nini umtapeli yule mtu, atakutazamisha uzuri wa hiyo dhambi. Na usipokuwa na uwezo wa kupambana naye, wa kukataa kama ambavyo Kaini alishindwa kupambana, uwe na uhakika na wewe utaanza kuona kumbe ni hivi, kumbe jamani, hasi ni kweli kabisa hivi. Lakini kwa kweli ni kweli, hakuna mtakatifu duniani. Kweli haiwezekani. Mtakatifu ni Mungu tu. Sisi ni binadamu, sisi ni dhaifu kwa kweli. Hata mimi nakubaliana na hilo. Ngoja tu nifanye hivi, ngoja tu nifanye hii dhambi. Mungu ndo mtakatifu tu, lakini tunahesabiwa pia haki kwa neema tu. Kwa neema tu. Atakuletea na hiyo misemo, mwisho wa siku hutajua ni saa ngapi umeshaanguka kwenye hiyo dhambi. Atakutazamisha uzuri, na wewe ukishaona unachukua hatua ya kwenda kuikubali dhambi, lakini pia na kwenda kutekeleza dhambi husika. Lakini mfano mwingine katika pointi hii ni kile kisa cha Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani katika Luka sura ya 4. Katika Luka sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 5, maandiko anasema akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote. Sasa ni shetani anampandisha Bwana Yesu, akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Kumbuka pointi yetu nasema shetani hakulazimishi kufanya dhambi, hakulazimishi kuikubali dhambi husika, ila anakuonyesha uzuri. Hapa anajaribu kumwonyesha Yesu uzuri. Uzuri wa, kumbuka, tuendelee katika mstari ule wa 6. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote nimtakaye kama nipendavyo. Mstari wa 7, basi wewe ukisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako. Mstari wa 8, Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Shetani ajaribu kumtazamisha Bwana Yesu uzuri wa kumsujudia. Manake ajaribu kuhamisha ibada yake ambayo alipaswa kumpa Mungu ampe shetani. Na anamwekea, anamtazamisha uzuri wa kumwabudu kwamba nitakupa milki yote. Hii anamtazamisha, maandiko yanasema amemtazamisha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Akamwambia hii enzi yote mimi huwa nampa yeyote nimtakaye. Maandiko yanasema Yesu akamwambia hapana, imeandikwa msujudie Bwana Mungu peke yake. Kwa hiyo Yesu alishinda, alitazamishwa uzuri wa kumwabudu shetani, lakini alifanikiwa kushinda. Alikataa ile dhambi, alikataa kuitekeleza ile dhambi moyoni mwake na katika maisha yake. Vivyo hivyo shetani atakuja kwenye maisha yako, atakutazamisha uzuri wa dhambi husika ndani ya moyo wako, atakutazamisha, atakuonyesha fahari. Kuna watu ambao wako radhi kutoa kafara ndugu zao, wako radhi kuua watoto wao wa kuwazaa kabisa. Kwa nini? Kwa ajili ya kupewa fahari au milki za ulimwengu huu. Na shetani huwa anampa yeyote anayetaka.
Wapo watu ambao wakipiga goti kwa shetani, goti kwa shetani, huwa anawapa milki za ulimwengu, anawapa milki za ulimwengu, anawapa milki za ulimwengu. Wanakuwa ni matajiri, wana fedha, lakini mioyo yao wameiuza, nafsi zao wameziuza kwa shetani. Hawawezi kumpa Mungu ibada tena. Shetani anakuwa ni Mungu kwao. Hiyo hii iwe ni ishara tosha kwamba usiwe mepesi pia wakati mwingine wa kutamani mafanikio ya mtu mwingine, kwa sababu hujui msingi wa mafanikio yao ni yapi. Kuna watu ambao wameuza nafsi zao katika ufalme wa giza, wameuza mioyo yao, wameuza ibada zao ambazo walipaswa kumpa Mungu, wameziuza, wamepiga goti kwa shetani ili tu apate milki za ulimwengu. Hii ikupe kujua kwamba si kila mafanikio yanatokana na Mungu. Wapo watu ambao wamefanikiwa lakini wameuza nafsi zao, wameuza hatima zao katika ufalme wa giza. Na itakufaa nini wewe mtu wa Mungu upate ulimwengu wote alafu upate hasara ya nafsi yako? Duniani tuna muda mchache. Maandiko yanasema sisi ni wapitaji, hatuna mji udumuo, hatuna muda wa kukaa mrefu sana hapa duniani. Kwa nini ukae kwa muda mfupi na uishie kufanya yasiyompendeza Mungu na uharibu hatima yako ya kwenda mbinguni, huko ambako tutakaa milele na milele? Maandiko yanasema tutakaa milele na milele. Kwa hiyo shetani atakutazamisha, shetani atakuja, atakutazamisha uzuri wa kufanya dhambi, atakutazamisha uzuri wa kuikubali dhambi hiyo moyoni mwako, atakutazamisha. Lakini ninakusihi katika jina la Yesu uamue kuishinda, uamue kukataa, uamue kukataa. Kumbuka tumesema kwamba uwezo huo upo ndani yako. Bwana Yesu hawezi maandiko hayawezi kunena kwamba una uwezo wa kushinda. Mungu anamtokea Kaini, anamwambia kwamba dhambi inakuotea, inakutamani, unapaswa kuishinda. Hawezi kumwambia hivyo kama uwezo huo haupo ndani yake. Uwezo huo upo ndani yako pia, uwezo huo upo ndani yangu pia. Ni jukumu langu mimi na wewe kuhakikisha tunasimama kwenye nafasi zetu, kwamba tunakataa kila mawazo yanayokuja kwa lengo la kutufanya tukubali dhambi hizo husika mioyoni mwetu, lakini pia tuchukue hatua ya kwenda kutekeleza mawazo hayo. Mungu akutie nguvu na kuwezeshe katika jambo hilo. Sasa yako mambo ya kufanya ili kutokuikubali dhambi husika moyoni mwako. Yako mambo ya kufanya ili kutokuikubali dhambi husika inayokuja kwenye moyo wako kupitia mawazo. Jambo la kwanza, kama hujaokoka hakikisha umeokoka. Kama hujaokoka hakikisha unaokoka. Maandiko yanasema katika Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua moyo wake, nitaingia ndani, nitafanya makao kwake, nitakula pamoja naye. Huo mstari umebeba vitu vingi. Anapopisha, anasimama mlangoni. Huu ni wito wa kuokoka, kumpokea Yesu Kristo moyoni mwako. Alafu anazungumza, anaingia ndani, atakaa pamoja na huyo mtu, atakula pamoja naye. Hii ni hatua nyingine ya ushirika. Manake Mungu anahitaji mahusiano, anahitaji ushirika, anakuwa na ushirika. Maisha yako yanakuwa na ushirika na Mungu. Sasa unapokuwa na ushirika na Mungu, ni rahisi sana kupambana na dhambi. Huwezi ukaishinda dhambi kwa nguvu zako mwenyewe, lakini ule ushirika unakusaidia. Kumbuka hata Kaini, kwa sababu ya ushirika waliokuwa nao na Mungu, Mungu hakuona hasara kuacha enzi yake. Anamfuata Kaini, anamwambia hapana, angalia unakoelekea sio pazuri, dhambi iko inakuotea mlangoni. Wewe huna haja ya kuitekeleza hiyo dhambi. Wewe unachopaswa ni kufanya tu vizuri, utapata kibali mbele zangu. Huo ulikuwa ni kiwango kikubwa sana cha ushirika waliokuwa nao na Mungu. Bahati mbaya watu wengi hawaoni hicho kipande, kwamba tu ile Mungu kwenda kumwambia Kaini kwamba unakoelekea sio pazuri. Hii ilikuwa ni kiwango cha mahusiano kizuri sana. Walikuwa na ushirika, kwamba hata huyu Mungu hayuko tayari kukuacha uangamie kama una mahusiano naye, kama una ushirika naye. Kwa hiyo unatengenezaje mahusiano? Unatengenezaje ushirika na Mungu? Hakikisha unaokoka. Unaokoka, unampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Anaingia ndani yako. Maandiko yanasema anaenda kukaa huko ndani, anakula pamoja na wewe, anakaa huko ndani, mnakuwa na ushirika. Kwa hiyo hata wakati mwingine haijalishi shetani ataleta mawazo kiasi gani ya kukutaka kuangusha kwenye dhambi, ya kukutia kwenye majaribu, ya kukuletea deals ambazo ni feki, ambazo zenye fedha nyingi wakati mwingine, lakini zinalenga kukutoa kwenye mahusiano.
Roho Mtakatifu na Kristo aliyeko huko ndani atakusaidia kuvuka kwenye hizo nyakati, atakusaidia kabisa, na wewe utavuka. Kwa hiyo starting point, hakikisha unaokoka, unampokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini jambo la pili la muhimu sana ni kuamua kumtii Mungu na kumpinga shetani. Maandiko yanasema katika Yakobo 4:7, mtiini Mungu, mpingeni shetani. Mtiini Mungu, mpingeni shetani. Kumtii Mungu ni pamoja na kuokoka. Maana yake unajisalimisha kwa Mungu. Kumbuka, huwezi kupambana na shetani, upaswi kabisa. Hii ni kanuni ya kivita. Uruhusi kupambana na shetani kama hauko upande wa Mungu. Huo na uhakika utaumia. Huwezi kupambana na shetani kama wewe mwenyewe ni mali halali ya shetani. Utakuwa unajaribu tu kuleta vurugu kwenye ule ufalme, na shetani yuko ataweza tu, anaweza akakuacha au akakuadhibu kwa sababu tayari uko kwenye miliki yake. Kwa hiyo ili uweze kufanya vita na ufalme wa giza, lazima uhakikishe umejisalimisha kikamilifu kwa Yesu. Ili kutokea huko sasa utakuwa na msaada mwingine nyuma yako wa kuweza kukusaidia kupambana na ufalme wa giza. Kwa hiyo hakikisha unamtii Mungu. Kumtii Mungu ni pamoja na kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kuiweka dhambi mbali na maisha yako. Unamtii Mungu na mapenzi yake, ndipo unakuwa na uwezo. Kumbuka maandiko yalivyoandikwa hapa. Maandiko yanasema basi mtiini Mungu. Haitangulii kwamba mpingeni shetani. No, mtii Mungu kwanza. Mtii Mungu kwanza, alafu ndipo mpinge shetani. Kwa hili ni jambo la pili la msingi sana. Mtii Mungu na mapenzi yake, alafu ndipo uhakikishe sasa kutokea hapo kwenye hiyo nafasi unaanza kumpinga shetani na mawazo yake kabla hujakubali moyoni mwako. Lakini jambo la tatu la msingi sana, hakikisha umejaza neno la kutosha moyoni mwako. Neno la Kristo limejaa kwa wingi ndani yako. Wakolosai sura ya 3:16, maandiko yanasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima na maarifa yote. Hili ni jambo la msingi sana, na maandiko yanasema katika Mathayo sura ya 4:4 kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo hakikisha, kumbuka hata Yesu mwenyewe alipokuwa anajaribiwa na shetani, anatazamishwa uzuri wa dhambi ya kumwabudu shetani ili apewe mali za ulimwengu, alimshinda shetani kwa neno. Alimshinda shetani kwa neno. Maandiko yanasema katika Zaburi 119:11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo neno lina nafasi kubwa sana ya kukusaidia kuishi maisha ya ushindi. Neno lina nafasi kubwa sana. Maarifa ya neno la Mungu yana nafasi kubwa sana moyoni mwako ya kukusaidia kuishinda dhambi katika maisha yako. Huwezi ukaishinda dhambi kwa ujanja. Huwezi, unahitaji msaada wa neno la Mungu ndani yako. Lazima liwe limejaa vya kutosha ndani. Hata unapompinga shetani lazima uwe na neno. Huwezi ukampinga tu kwa kujisikia wewe kwamba mimi najaribu tu kumpinga lakini sijui itakuwa. No, lazima uwe na kweli ya neno, kwa sababu huwezi ukamshinda shetani anayekujia kwa kauli ya imeandikwa ikiwa wewe mwenyewe hujui, huna cha kutengua kupitia huko kwenye maandiko ambayo shetani anakuja nayo. Kumbuka shetani alienda kumjaribu Yesu kwa kutumia neno. Anamwambia imeandikwa, jirushe kutoka kwenye kinara hichi mpaka chini, imeandikwa kwamba atakuagizia malaika watakuokoa. Na ni kweli, alinukuu Zaburi ya 91 kwamba Mungu hata kuacha ujikwae mguu, atakuagizia malaika watakudaka. Inawezekana. Unawezaje kumshinda sasa shetani ambaye anakuja na mistari ya Biblia kama hivyo? Sasa hichi ndicho kitu ambacho kinawachanganya hata watu wengi. Wanaangalia tu kisa tu mtumishi wakati mwingine anatumia neno, wanaamini basi tu ni mtumishi wa Mungu kwa sababu na yeye ameshika Biblia. No, hiyo haitoshi. Lazima uwe na neno la Kristo la kutosha ndani yako ambalo litakusaidia kuchambua kwamba ni kweli huyu anatumia neno, lakini je, analitumia kwa halali neno la Mungu? Kwa sababu wapo wengi ambao wameingia katika Ukristo, wanatumia neno lakini sio kwa halali, wamejipenyesha. Maandiko yanasema katika Yuda 1:4 kwamba wapo watu ambao wamejipenyeza kwa siri. Wapo watu ambao wamejipenyeza kwa siri katika ufalme wa Mungu, wakifundisha neema nyingine ambayo haitokani na neema.
neema ya Kristo. Wapo watu ambao wamejiingiza kwa siri. Kwa hiyo haitoshi kumpima mtumishi kwa kutumia maandiko, kwa kutumia Biblia. Lazima uhakikishe neno la Kristo limejaa ndani, ambalo litakusaidia kumchallenge huyo mtu ambaye anakuja kwa kauli imeandikwa. Shetani pia na mawakala wake ambao wanatumia maandiko. Alienda kwa Yesu kwamba imeandikwa fanya hivi, imeandikwa, lakini Yesu alipambana naye kwa kutumia neno. Na maandiko yanasema katika Mathayo sura 4, hautaishi kwa mkate tu, utaishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Utaishi kwa neno, utashinda kwa neno. Lakini jambo la msingi la 4 na la mwisho, linda moyo wako. Hii ni pointi ambayo nilisisitiza katika sehemu ya kwanza pia, kwamba hakikisha unalinda moyo wako dhidi ya vyanzo na vichocheo na vichocheo vya mawazo mabaya yanayokuja moyoni mwako. Hakikisha unapambana na vyanzo na vichocheo vya mawazo mabaya yanayokuja moyoni mwako. Maandiko yanasema katika Mithali 4:23, linda sana moyo wako, maana huko ndiko zitokako chemchem za uzima. Huko ndiko zinakotoka chemchem za uzima, ndiko zinakotoka chemchem za mafanikio unayohitaji katika maisha yako. Hakikisha unaweka mbali vyanzo, unajiepusha, unalinda moyo wako. Na sehemu nyingine, moja ya jambo ambalo nilisisitiza ni kwamba hakikisha unaangalia nini. Haupaswi kutazama kila kitu kwenye television. Haupaswi kuangalia vitu vyote kwenye television. Vipo ambavyo vinasukuma agenda za ufalme wa giza, vipo ambavyo vinahamasisha agenda za ushoga, vipo ambavyo vinahamasisha agenda za usagaji. Unakaa tu wewe unasema umeokoka na unasafari kwenda, unaangalia tu kila kipindi, unacheza tu na remote, unabadilisha tu, unaweka vipindi vyote, unaangalia, unatoka hicho unaangalia hicho, umerelax tu. No, maandiko yanatuasa tuishi dunia kwenye hii dunia ambayo imejaa uovu. Tuwe wajanja wakati mwingine, kama nyoka. Tuwe wajanja. Hatupaswi kuwa tutakao tuwe wapole kama huwa, lakini wajanja kama nyoka. Tunaishi kwenye dunia ambayo maandiko yanasema tuko kwenye dunia ambayo imejaa mbwa mwitu. Sasa imejaa mbwa mwitu, upaswi kujisahau. Wapaswi tu kuishi kama vile yani hakuna kitu ambacho kinakutatiza. No, ni kweli unaye Yesu, lakini unapaswa kuishi kwa tahadhari. Dunia hii tunaishi kwenye dunia ambayo mifumo mingi inaratibiwa na ufalme wa giza. Kwa hiyo haupaswi kujisahau. Mifumo mingi sana inaratibiwa na ufalme wa giza, na kupitia hiyo mifumo agenda za ufalme wa giza zinapita huko. Sasa upaswi kuangalia kila kitu. Wapo watu ambao roho za uasherati zimepita kwa kuangalia vipindi kwenye television. Wapo ambao wamevamiwa na nguvu za giza na mapepo kwa sababu ya vipindi fulani ambavyo wanaangalia kwenye television. Na wewe mzazi unisikie, kwa sababu kuna wazazi ambao hawalei watoto siku hizi. Watoto wao wanawalea kupitia katuni. Wanamwekea katuni hapo, mtoto anakesha siku nzima ametulia anaangalia katuni. Yaani mtoto analewa na katuni. Sasa hizo katuni zenyewe, sasa kuna watoto ambao tunazungumzia habari za ushoga sasa hivi, kwamba imekuwa ni agenda ambayo inasumbua dunia. Unashangaa mtoto mdogo hizi tabia amezijulia wapi? Kumbe ni kupitia hizo katuni. So mtoto anakuwa anajua kumbe hivi ni kawaida. Kumbe Tom huwa anafanya hivi kwa jeli, kumbe ndo waga hivi. Hizo katuni zenye haziko salama, zimebeba agenda za ufalme wa giza nyuma yake. Kwa hiyo haupaswi kumwacha mtoto analelewa na katuni. Lazima tuwe waangalifu. Hiyo mifumo inapandikiza agenda za ufalme wa giza kwa siri sana. Kwa hiyo sasa wewe ukiishi duniani kwenye hii dunia kwa kujiachia pasipo tahadhari, una uhakika utanaswa na kizazi chako kitapotea na hutajua ufanye nini. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu sana. Lazima tuwe waangalifu mno kuliko ambavyo tunafikiri. Haupaswi kuangalia kila vipindi, haupaswi kuangalia. Lazima uwe makini watoto wako wanaangalia nini kwenye TV. Ikiwezekana wawekee limit. Hizi channel mtaangalia full stop. Ikiwezekana weka hata utaratibu kwamba wewe ndo huo una control hizo channel, unawawekea hiyo basi. Hata kama umesafiri waangalie hiyo tu, wasiwe na uwezo wa kubadilisha. Kwa nini?
tunaishi kwenye dunia ambayo iko pabaya mno. Iko pabaya mno. Hatupaswi kujisahau hata kidogo. Acha watu wengine wanaweza wakakuona kama vile ni dikteta, lakini kwa ajili ya mazingira tunayoishi, acha iwe hivyo kwa ajili ya kukiponya kizazi chako na uzao wako, kwa ajili ya kukiponya kizazi chako. Wale ambao hawana mipaka wanaishi tu sawa, na wao watavuna walichopanda, kwa sababu maisha ni mchezo wa kanuni na kanuni haiwezi kusema uongo. Lazima itakuzalia matokeo, yawe ni mabaya au ni mazuri, itakupa matokeo tu. Lakini hakikisha unasikiliza nini maandiko yanasema katika Luka sura ya 8 mstari wa 18 kipengele cha A kwamba angalieni sana jinsi mnavyosikia. Luka 8:18, angalieni sana jinsi mnavyosikia. Kuna somo ambalo tunaendelea nalo kwa njia ya maandishi kwenye magrupu yetu ya WhatsApp kwamba kwa nini muamini hapaswi kusikiliza nyimbo za secular, bongo flavor, hapaswi kusikiliza. Kwa nini? Nimeainisha sababu kadha wa kadha. Angalieni sana, maandiko yanatuasa angalieni sana jinsi mnavyosikia. Haupaswi kusikiliza kila kitu, mtu wa Mungu. Haupaswi kusikiliza kila kitu. Haupaswi kusikiliza kila kitu. Haupaswi kutazama kila kitu, haupaswi kusikiliza kila. Kuna vitu vingine hupaswi kusikiliza. Hupaswi kusikiliza nyimbo za secular, nyimbo za au bongo flavor, haupaswi kusikiliza kwa sababu zimebeba agenda nyuma yake. Sasa sio lengo la kufundisha habari za bongo flavor, lakini unasikiliza nini? Kusikia ni mlango wa kuifikia nafsi. Kusikia ni mlango wa kufikia moyo. Namna ya kugusa moyo wa mtu ni kwa njia ya kusikia. Eva aliguswa kwenye moyo wake kwa njia ya kusikia, akamsikiliza shetani, na shetani akapenyesha agenda ya kumkengeusha moyo, akajikuta ameshamwasi Mungu, akampelekea na Adamu kuanguka, wakaishia kufukuzwa bustanini. Na wewe inawezekana Mungu amekuweka kwenye eneo fulani kwenye bustani yako ya Eden. Wapo watu ambao ndoa zao zinavunjika kwa sababu ya kusikiliza. Wamesikiliza stories za watu ambao kimsingi hata ndoa zao zimewashinda. Mwisho wa siku na wao kilichokuwa kinafuata ni wao kushindwa pia. Unasikiliza nini? Hakikisha unakuwa unachuja kwamba unasikia kipi. Sio kila kitu cha kusikiliza, mtu wa Mungu. Tunaishi kwenye dunia ambayo maandiko yanasema inawayawaya na kulewalewa kama machela. Kwa hiyo kama unaishi kwenye hizi zama, lazima uwe msikivu sana, uwe makini. Unasikia kipi? Unasikiliza stories zipi? Maandiko yanasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Na hii ni mojawapo ya jambo la kujilinda sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo unakaa kwenye vibaraza, hakikisha unajiepusha na kwenda kukaa kwenye vibaraza, vijiwe ambavyo vinapitisha story mbaya ambazo zitaachilia mawazo mabaya kwenye moyo wako, kwenye fikra zako. Hakikisha unajiepusha. Maandiko yanasema katika Zaburi 1:1-3 kwamba heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Zaburi mstari wa kwanza, naomba nisome mstari huu kwa haraka tunapoenda kuhitimisha. Zaburi 1:1 ni mstari ambao tulijifunza toka tunakuwa utotoni. Heri mtu asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji. Mstari wa pili, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezao, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mtu uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki. Unakaa katika vijiwe, unakaa katika vibaraza vya umbea. Wewe umeokoka, naenda unakaa kwenye saluni za watu wanaongelea tu habari za michepuko, jinsi ambavyo namna ya kuwa na michepuko upate kupiga hela. Wanakuambia unakaa na watu ambao wanaamini kwamba mume mmoja hatoshi, lazima uwe na mtu mwingine. Unakaa na watu ambao wanakuambia hapana bwana, mke mmoja hatoshi bwana, lazima uwe na wanawake wengi, huo ndo wanaume. Unakaa na watu kama hao, unawasikiliza. Unategemea nini? Kumbuka tulisema kwamba wazo linapokuja moyoni, shetani anakuwa mwaminifu kulifuatilia ili uweze kulitekeleza. Ghafla unashangaa ulikuwa huna mawazo, unaanza kutazamishwa. Kumbuka tumeangalia kwamba point inasema
kwamba pointi ya pili inasema kwamba shetani hakulazimishi kufanya dhambi au kukubali wazo husika moyoni, lakini anakushawishije, anakutazamisha uzuri wa jambo husika au wazo au dhambi husika kwenye moyo wako. Unakaa kwa watu ambao kwenye vijiwe vya stori za ajabu ambazo zinaamini kwamba huwezi kuishi maisha matakatifu. Wakwambia wewe mtakatifu ni Mungu bwana, wewe ukifa utakuwa mtakatifu bwana. Lakini sasa hivi hapana bwana, huwezi kuishi maisha matakatifu, hakuna kuokoka duniani. Unakaa na watu kama hao, unategemea nini? Kama huna uwezo wa kuwaathiri kwa kuambukiza walichonacho, uwe na uhakika watakuambukiza walichonacho. Hii ndio kanuni. Yaani tunaishi kwenye dunia ya kuambukizana. Kama ulichonacho kina nguvu kuwazidi wao, huo na uhakika utaweza kuwaambukiza. Lakini kama cha kwako ni kidogo na kinazidiwa nguvu na wale, wewe dawa ni kukimbia. Wala usijidai kwamba wewe ni mjanja au muungwana sana, kwamba wewe ni mtu ambaye hapana bwana, basi mimi nitakaa tu nitawasikiliza, nitakaa tu, lakini mimi najua moyoni naamini nini. No, hapana, haipaswi kuwa hivyo. Haipaswi kuwa hivyo hata kidogo. Utasema hiyo, lakini shetani baadaye ukikaa mwenyewe, lakini shetani anakufuata akamwambia, lakini kweli ulimsikia yule jamaa, lakini mbona kama ni kweli, hebu ngoja nijaribu. Ngoja nijaribu. Ndo tayari kuna watu ambao waliambiwa bwana, wewe haiwezekani bwana, wewe kwa nini haunywi pombe bwana, kwa nini hauvuti sigara bwana, huu ndo wanaume bwana, wewe stari yako ni nini bwana? Bwana mimi hapana, alinikataza. Amna, hii bwana wewe kunywa tu, hii inakusaidia kutoa mawazo. Baadaye ikawa lakini mbona kama ni kweli, ngoja nitajaribu. Waulize walevi wengi, waulize walianzaje. Walianza hivyo. Walikaa na watu ambao wana mawazo ya hasi, walikaa na watu ambao fikra zao ni za hovyo. Mwisho wa siku akajikuta wao ndo wamekuwa walimu wazuri wa kutekeleza vile vitendo vya hovyo kwenye maisha yao, na maisha yao yameharibika jumla. Kwa hiyo unakaa kwenye watu wenye mazungumzo ya aina gani? Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Unakaa kwenye vijiwe vya aina gani? Maandiko yanasema chuma huwa kinanoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Kwa hiyo hakikisha unajiepusha na haya makundi, unajilinda na haya makundi. Hakikisha unalinda moyo wako zidi ya vyanzo vinavyopelekea anguko la mtu katika dhambi. Jilinde, na kwa msaada wa Mungu utavuka na dhambi haitatajwa katika maisha yako. Asante kwa kufuatana na mimi katika sehemu ya pili ya somo hili. Ninaamini umebarikiwa. Ikiwa unahitaji kuokoka, unaweza kunitafuta kwa namba 0767 05 40 41. Namba hiyo itakuwa inapita hapo chini. Unaweza kunitafuta kwa namba hiyo. Naamini Bwana Yesu atakuokoa. Lakini pia tutakuunganisha kwenye magrupu ya WhatsApp ambayo huwa tunatuma mafundisho mbalimbali huko kila siku. Utaendelea kujengwa, utaendelea kuimarishwa. Mungu akutunze, Mungu akutegemeze, na neema ya Mungu endelee kukutia nguvu. Yawe ni mambo haya ukayaweke katika matendo, ili yakuzalie matunda katika maisha yako. Maandiko yanasema msio wasikiaji tu, bali watendaji. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu kawe mtendaji, katika jina la Yesu Kristo. Amen.